Habari yenu wapendwa watazamaji wa chaneli yetu, chaneli ya habari, chaneli ya burudani Planet Media. Kwa mara nyingine tena leo tumetembelea katika maeneo ya Mwanda. Tumetembelea rais wa kundi la Arshas ili kupata mengi kutoka kwake. Njoni pamoja nami tuende kuona nini anatueleza na yeye. Asante. Asante. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Kwema? Alhamdulillah, habari zako? Safi, nashukuru Mungu. Sijui tu. Sasa mimi nashukuru sana. Mimi ni mwandishi kutoka Planet Media. Katika kipindi chetu cha Kanku Juze leo tumetembelea katika maeneo yako. Watazamaji wanataka kujua wewe ni nani na unafanya gani katika madrasa yako. Unaweza kunikaribisha ndani? Karibu. Asante sana. Karibu kae. Watazamaji wa channel yetu, channel pendwa, Sayari ya habari, Sayari ya burudani. Leo tumefika kwa kijana huyo, rais wa Hayatu Shabab. Tumekuja kumtembelea na kupata mawili matatu. Atatuelezea yeye kazi zake ni zipi katika hii madrasa hii. Wapendwa watazamaji wa Planet Media, wanataka kujua kwanza wewe majina yako kamili ni nani, alafu pia na wadhifa wako, ili tuendelee na mambo mengine. Karibu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunitembelea na namshukuru sana kwa hali yangu sasa hivi nilivyo, nipo mzima. Jina langu kamili kwanza mimi naitwa Chajicha Makame Mkadara Kirambo, na kwa niaba ya kundi ninaloliongoza Hayatu Shababi, mimi niko kwenye lile kundi kama ni rais wa Hayatu Shababi kwa kuliongoza lile kundi, na walinichagua kwenye kundi la Arshas ili niwaongoze. Jina kiufupi Arshas. Kijana Jecha, Mwalimu Jecha. Naam. Tukiacha kazi yako ya urais katika kundi lako la Hayatu Shababi, unawajibika na nini hapa ndani? Kwenye kundi langu la Hayatu Shababi hapa ndani nawajibika na pia msomi wa kasida, nasoma kasida. Hapa kwenye kundi hili la Hayatu Shababi ukiacha urais. Labda Jecha, unaweza kutuambia kwamba kikundi chako au madrasa yako ilianza kwenye tarehe ngapi, mwezi ngapi? Siku sijui, lakini tarehe 20 mwezi wa 10 2015. Katika uanzishaji huo mlikuwa mko wangapi, wake na waume? Lianzisha kwa watu 10 tu, wanaume, wanawake walikuwa 7 tu. Wanawake walikuwa 7, wanaume walikuwa 10. Ndio itakuwa ni 17. Licha kabla hatujaendelea, wewe umesema ni rais, lakini pia una kazi nyingine ya kuimba kasida. Unaweza kutuambia kwamba ni nani mwalimu wenu anayekufundisheni hizi kasida, au mnaenda mnatunga nyinyi wenyewe? Sisi mwalimu tunaye, na mwalimu wetu ni Faki Mbaruku kutoka kule Almadrasa Tukadiria, ndo anayetuongoza sisi na ndo anayetusomea hizi kasida, kwa sababu tulimsikia yule anasoma kasida zake nzuri, kwa hiyo akasema kwa nini asiwe mwalimu wetu, na tukamkubali na ikawa ni mwalimu wetu Faki Mbaruku kutoka kule Kadiria. Asante sana rais wa Arshas. Umesema hapa wewe ni rais, wewe ni mwimbaji, lakini pia madrasa yenu ilianza tarehe 20 mwezi wa 10 2015. Kabisa. Ukasema kwamba mwalimu wenu anaitwa ni Faki Mbaruku kutoka Kadiria. Kadiria tunajua sana. Sasa. Au wanajua sana watazamaji wa The Planet Media, lakini pia tunajua sifa zake. Je, nyinyi hapa Nungwi, kama nyinyi mnatungiwa au mwalimu wenu ni Faki Mbaruku, hapa Nungwi nyinyi mnapambana vipi kuweza kufanya kazi zenu kama wanavyofanya wale kule walimu zenu? Hapa kiukweli tunapambana hivyo, japo changamoto hii na ile,
inakuja, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi tunapambana vizuri. Na kuna watu wanasema itabidi tukae sisi wenyewe, tutunge sisi wenyewe, lakini kwa sasa hivi ndo tunatunga sisi wenyewe, lakini mwanzo hapo ilikuwa tunaenda kutungiwa na Fakim Baruku. Kuna baadhi tu ya kasida, si zote, na biti anatuwekea Ali Ahmad Gedu Kadiria. Sasa tunakuja kuweka maneno tu. Hebu tuje hapa kwa mtuzi hapa. Mwalimu Fakim Baruku. Ndio. Fakim Baruku yeye kama nakumbuka ulivyosema kwamba ana madrasa tu. Ana madrasa Kadiria. Huoni kwamba hapa mtakuwa mnajizonga sana kama kwamba yeye akiwa na kazi zake na nyinyi mnahitaji kazi zenu, hapa inakuwaje kwaje? Kiukweli hili kosa tuliliangalia sana na Fakim Baruku naye akaliangalia sana, lakini hapo mwanzo ilikuwa tunakwenda kule, lakini sasa hivi simu tu tunamrushia sauti yeye, yale tunamrushia mashairi yeye ndo anatunga ile sauti, au siku nyingine anatunga sauti yeye mwenyewe, anatafuta kwenye WhatsApp anatutumia kwa voice. Katika wadhifa wako wa rais, ndio labda wewe kama rais ndio unajiongeza vipi ili hali kuona kwamba mwalimu anabaki kuwepo hapa licha ya kwamba kwenda kule mjini, kwa sababu nahisi kutakuwa siku nyingine kutakuwa kuna gharama ziko tofauti kidogo. Wewe kama rais unalisemaje? Hili tulijiongeza na niliona kwa sababu kuna baadhi ya muda mwingine ilikuwa tunapata tabu. Kwa hiyo yuko Makame Haji, jina maarufu anaitwa Gobo, halafu yuko Silima Hasani, lakini kwa sasa hivi ndio hayupo, kaenda kusoma tu kidogo. Halafu vile vile yupo Asa Muhamedi. Hao hapo niliwaika kikao nikawaambia, je, hapa litapotokea shairi tunampata Fakim Baruku, je, kwa nini tusifanye sisi wenyewe kwanza, tujaribuni? Wale tulipokaa tukachakarika, akaanza kuleta sauti moja Silima Hasani, akaanza kuleta Asa Muhamedi sauti nyingine, Gogo naye akaanza kuleta sauti nyingine. Kwa hiyo zikachanganyishwa zile sauti, tukampelekea Fakim Baruku. Kwa hiyo Fakim Baruku alipopelekewa akasema, nashukuru sana vijana wangu, mmekuwa yani tushakuwa sie. Kwa hiyo siku nyingine tutajiongeza wakati yeye ana kazi, lakini tutapotunga kitu tumwambie na tumpelekee kwenye voice ile sauti inavyokwenda. Panapo marekebisho atarekebisha, kama hapata marekebisho atatuambia, lakini alifurahi sana na alishukuru sana kwa hili. Kwa hiyo kuna baadhi ya kasida, ziko kasida kama 4 zile tulijaribu sisi wenyewe, na tulipompelekea Fakim Baruku yale mashairi hajaingiza shairi la hata moja na sauti hajaingiza hata moja. Kwa hiyo katukubali, tunalifahamu. Kwa hiyo kwa hapo tumejiongeza sana. Sasa hivi sisi wenyewe tunaumiza vichwa na tunatunga sisi wenyewe, lakini tu hapo tukishatunga tunampelekea yule, kuna baadhi tu ya maneno ndo anayaweka sawa. Tunaye mtuzi pia anaitwa Hamad Mohamed, na ndio mtuzi wetu huyo. Baadhi ya nyingine tunatunga sisi wenyewe, baadhi ya nyingi zao anatungia Fakim Baruku. Mjomba Hamad Mohamed anayeweka mashairi tu. Nataka kuambia kwamba katika kundi lenu hakuna mtu maalum ambaye kwamba anashughulikia na utungaji wa kasida. Hakuna. Isipokuwa mnaenda kwa mwalimu Fakim Baruku. Hebu tuje hapa kwa huyu Hamad Mohamed. Huyu alisema yeye ni kama nani? Ni mtuzi wa mashairi kuandika. Unataka kuniambia kuna mtuzi, kuna mwalimu, kuna namtia sauti. Kwa hiyo hapa huyu mwalimu Hamad Mohamed ndio yeye akishatunga anashusha kwa Fakim. No, akishatunga analeta ofisini kwa Mheshimiwa Hussein Habasi kule. Hussein Habasi ananipigia mimi ni kama rais, na waita kikao vijana
Shanifahamu? Naambia hapa kuna karatasi hii imeletwa, imeandikwa mashairi ya kasida. Shanifahamu? Kwa hiyo pale kabla kwanza ile karatasi kuletwa, kuna shairi lile kabla halijaandikwa, kuna sauti inatungwa. Ushanielewa? Ikishatungwa ile sauti, ndio hapo ndipo Ahmad Mohamed anaandika mashairi, analeta pale ofisini. Kwa hiyo pale watu wanapigia zoezi yale mashairi. Tukisema mimi amenifiti yale mashairi, ikionekana sauti yangu nzuri napewa yale mashairi. Kama sauti yangu haifiti kwenye mashairi yale, anapewa mwingine. Yani ndio tunafanya kama hivyo. Yeye kubwa pale anakuja kusikiliza, kama umekosea tu anakwambia hebu rudi pale, halafu angalia kwenye karatasi, je, ndivyo hapo pale vilivyoandikwa? Asante sana. Labda turudi kwako. Sasa wewe rais, kama rais, labda una jitihada gani ya kuweza kuendeleza wanafunzi wako ama wale unaowaongoza kuhusu masuala ya masauti kama haya? Na kusudia kusema wanagoma zile, kwa sababu kama madarasa zinakuwa zinatumia nagoma nyingi sana. Labda nyinyi katika kaswaida zenu mnatumia nagoma gani, labda au ladhati gani? Si katika kasida zetu tunatumia barao, wakati mwingine tunatumia nahawani, halafu tunatumia ile dirka, ndio sana tunazotumia hizo. Asante sana Mwalimu Jecha. Hebu tuje kwa upande wa unaowaongoza. Au katika urais wako wewe unapata changamoto gani kama wewe ni rais? Kiukweli changamoto nazozipata mie ni nzuri, nyingine mbaya, kwa sababu ukiwa ni rais wa kundi, unawezekana umeenda pahali umeongoza watu hivi, lakini kwa wale watu hawataki, mara huwa anafanya hichi, ndio anafanya kile. Kwa hiyo tunaporudi kule inakuwa sana na waika vikao, naambia hivi, inafika mwisho wa siku wananikubali, na changamoto hii na hii zimetokea, na nilitaka kuwaita watu vikao, na kuna mtu akanambia kwa nini usijitoe urais? Nikamwambia mimi sijiwezi nikajitoa urais, kwa sababu hizi ni changamoto nishazizoea. Yani ni sawa sawa na kama mtu ane mke na majukumu, anayepata hichi na hichi, anakwenda huku posho amekosa, anakwenda kule posho amekosa. Kwa hiyo mwisho wa siku anafanikiwa posho yake nzuri, na riski zako zinakwenda vile vizuri, kwa sababu ukiwa ni mtu wa imani, ukimtanguliza Mwenyezi Mungu, ukisema hawa mimi atanikubali tu, basi Mwenyezi Mungu naye atakupelekea vile mwisho wa siku watakukubali. Na nashukuru mpaka sasa hivi haijawahi tokea hata siku moja mimi kutukana, kuambiwa hivi na hivi, na nashukuru mnapotokea tatizo wananitafuta mimi, na hilo jina langu sasa hivi Jecha Makame mimi hawaniti sana wanauliza rais yupo. Kwa hiyo nashukuru sana, wananiheshimu, na tunapokwenda wakiuliza kiongozi wenu yuko wapi, wanasema huyu hapa, au kiongozi wenu yuko wapi, hayupo, lakini wananipigia simu, hapa kinatakiwa hichi na hichi. Kwa hiyo mimi inakuwa nawakilisha na wafanya hivi. Rais wa Shabab, labda turudi hapa katika utendaji wenu wa kazi. Hapa sasa, hapa katikati hapa tumeingiliwa na janga zito ya corona, lakini huko nyuma tulikuwa tunaona utendaji wenu wa kazi. Hebu tuambie hapo mwanzo na sasa hivi kazi zinaingia. Kwanza mwanzo zilikuwa zinaingia vizuri, lakini sasa hivi kazi imeingia hii moja tu. Ijumaa mosi iliyopita ile tulienda Kidoti tukafanya shughuli nzuri tu na watu wakatukubali, lakini mpaka sasa hivi kwa sababu haijaingia kazi, kutokana na bado watu wanajipanga kuhusu kwa hili ni janga la corona. Kweli hali ni ngumu tunavyoambiwa huko kwa zetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumejipanga, kwanza tunataka tutafute kasida mpya, kwa sababu tukiingia kwenye shughuli tunataka tuwe vingine, tusiwe vile tulikotoka kule mwanzo. Shanile. Kwa sababu kinachoingia mjini ndio kinachofuata, lakini sasa sio wale watu wa Migoma, kwa sababu kuna kasida zile za kuridhisha watu na kuna kasida zile
nyingine. Sasa sie sana tunazifuata zile anazopiga Ali Ahmad Agedu Kadiria, tunazozifuata sana zile, na changamoto yako na tumepata tija kweli kwa sababu inakuwa tunaondoka Majavi, wakati mwingine tunaenda mjini tunakuta changamoto ya huku na kule. Kwa hiyo tukirudi huku nyumbani tunapata kusoma, tunasema kumbe wenzetu washapata hiki na kile. Asante sana Bwana Jecha. Hebu tuje hapo kidogo katika huu utungaji wa kaswida. Kwa sasa hivi madarasa mengi tunayoyaona tunasema sawa kwa sababu mtaani tunapokelewa vibaya sana. Ndio maana tukaona tuje kwako rais ili tupate mawili matatu. Vijana watataka kujua na kutambua kwamba kulingana na sasa hivi kaswida zinavyopigwa wanasema ni sawa na kuimba bongo flava. Hebu katika hili, wewe kama wewe ni mshabiki na ni mwalimu na pia ni rais lakini pia ni muimbaji, hili mnawaambiaje watazamaji? Kiukweli ni sawa unachosema kama bongo flava kasida zinazopigwa, lakini kuna baadhi ya kasida ukizisikia utasema hii sio sawa na bongo flava, kwa sababu unawezekana ukaisikia kasida alafu baadaye ukitoka nje ukiwa unaifikiria ile kasida tu, kwa sababu hizi kasida za harusi kweli zipo kama bongo flava na watu wanacheza, wakitoka pale wanawasifu, lakini pale huwezi kukapata tija ukienda kwenye walimu wanaospiga zile kasida, kwa sababu ukipiga hapa kasida unaweza ukasema hapa unasifiwa, lakini kuna siku utapokwenda kule mjini wanaojua zile kasida haswa watasema huyu bado hajajua kusoma kasida na biti ya zile kasida, kwa sababu hapa kuna kasida tuseme ipigwe sasa hivi hapa, kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukaifurahia, lakini hapa kuna kasida unaweza ukasema mimi hii usintilie, kwa sababu ni sawa na naisikiliza ngoma. Halafu ile kasida unaweza umesema usitiliwe, lakini unaweza ukaja ukasikia kipande cha shairi hichi moja tu, ile ngoma ukaja ukasema biti mbaya, lakini shairi lake ni nzuri sana kama ningalipata biti iliyokuwa imetimilia. Rais wa Shabab, ndio unawaambiaje wale wanaopiga mangoma kama wale na wanaziita kaswaida, wanapiga mangoma kama miduba za kasoro yake ni tuseme mashairi? Hebu wewe kama rais unawaambiaje wanaofanya vitu kama hivyo? Mimi ninachotaka kuambia, kwanza tunapotaka kutunga vile vitu tusiangalie mimi naenda kumpigia harusi fulani au naenda kumpigia huyu na huyu. Kwa hiyo mwisho wa siku utakwenda kwenye sanaa ya watu, utaambiwa nataka ukantungie kasida hii na hii, utakwenda kutunga kama ile. Kwa hiyo pale utajabaki watu wanakucheka tu. Sasa mimi ningeomba kwenye hizi kasida tuangalie ni kasida zinazofaa kwenye jamii, kwa sababu sasa hivi kasida nyingi hata kama zile za harusi, lakini unapoelimisha jamii na watu watakukubali sana. Kwa hiyo siku yote utapokwenda, yani umekutikana pahali kasida tu fulani hii lakini mbaya, bora yule aliyepiga hichi na hichi. Kwa hiyo wale watu wanaweza kutetea akasema yule jamaa kwa kuhusu kasida yuko vizuri, kwa sababu ye hataki mambo ya siji anaimba hichi na hichi halafu anapiga kama magoma hataki hivyo. Yani anakwenda kwa biti za arambiki tu, hataki mambo mengine ya foili hataki. Imetokea siku unakwenda kuwafurahisha watu, yani wamekwambia wale watu mimi nataka unitungie hichi na hichi, unawatungia, lakini isiwe kwenye kazi yako tena zote zikawa kama ndo ziko muundo ule pale. Jecha, labda nirudi nyuma kidogo hapa. Ndio. Hapa Nungwi tumekuja Mwanda hapa. Tumeambiwa kwamba kuna madarasa nyingi za vitu kama hivi. Unaweza kututajia kuna madarasa gani na madarasa gani? Hapa kwanza kuna Najizil Muhsini, hapa kuna Nurul Yakini, alafu hapa kuna jamaa mmoja wako kule wapi kule Uchejua, nimesahau jina, alafu ndo tunasie Aratu Shabab. Hebu tuje hapa kidogo kwako Nurul Yakini, kwa Aratu Shabab. Ndio. Kiukweli mwalimu wao
ni mwalimu mzuri, Ndiyo. lakini pia anasifikana, lakini pia anajulikana kutokana na kaswida zake anazozipiga. Sasa Hebu nyinyi kama nyinyi ni wakazi wa Nungwi hapa, katika hawa wote uliowataja hapa, utakapokuwa kwamba umeambiwa umekutana, iwe kasida ya javi, iwe kasida ya harusini, iwe sehemu yoyote, nani hapa atakutoa kijasho? kwa kweli siwezi nikasema, kwa sababu inategemea na alikuja na kasida gani na sasa tulikwenda na kasida gani. Kwa hiyo hayo tukishapiga zile kasida ndo wale washabiki ndo watasema, hatuwezi tukaongea sie. Wale washabiki ndo watasema. Kwa ndio utambua kama wewe ni rais na wamesema kwamba unaingia kwenye alati za kuimba, utakuwa unajua kwamba alati hii ni kaswida ni madrasa na Nurul Yakini, hii ni Najizi, hii ni Shabab. Sasa katika alati hizo zote unaweza ukasema mimi Ratu Shababi wakinipigia ayati ya Barawa hapa wanaweza wakaninua mashetani. Lakini hata hivyo ikija kwa Najizi vile vile, Najizi akinipigia rasi hapa atakuwa ananiweza. Sasa hebu hapa kidogo hapa katika masauti yenu mnaotumia sana wewe unapendea sauti gani? Kwa kwenye ukienda na sauti ya Drika sana kidogo watu utawaweza. Sana utaweza kwa sababu sio wengi sana wanaotumia ile sauti. Hebu huu rais wako ulipachika au ulipewa? Kiukweli rais huu wakati upo marehemu Cheupe, nakumbuka tulikwenda nyumbani kwako na Hamadi Mohamed ndio alikuwa anatuchukua tunakwenda kule. Kwa hiyo kule baada ya mgogoro huu na huu ikabidi akasema mjomba Hamadi Mohamed itabidi hapa papigwe kura, patafutwe rais, alafu atafutwe makamu wa rais, atafutwe na viongozi wengine. Sasa zikapigwa kura pale, katika kupigwa kura sasa kura nyingi sana zikaja miendo rais. Mimi ndo nitaliongoza hili kundi. Na juzi tulikwenda kuchukua form zile za kujisajili kibali, kwa sababu kama sasa hivi kuna kibali ndo hupigi chochote. Kwa hiyo ikataka pigwa tena, lakini wale naongoza wakasema sisi tunataka rais au yule. Bwana Jesha, wewe umesema una kazi mbili, lakini watazamaji wa Planet Media watataka kujua kwamba wewe ni kweli una kazi ya rais. Sawa, umeshakuona, lakini pia umesema una kazi ya uimbaji. Watazamaji wa Planet watataka kuona kwamba kweli unajua kuimba ama unasema tu. Najua. Tunaomba tunaonjeshe ladha kidogo ili na watazamaji nao wasikie ladha zako. Tunajuza sote Waislamu kwamba ukiweza kwetu sisi ni sheria. Tunajuza wote Waislamu kwamba ukiweza kwetu sisi ni sheria. Asante sana Bwana Jesha. Mimi nikushukuru kwa uwepo wako na nikushukuru kwa ulivyotupokea. Lakini tusisite tukija tena kuweza kupunga mkono. Lakini pia niwashukuru waanzilishi wa kipindi hichi cha Kani Kujuze. Lakini pia shukrani nyingine ziende kwa uongozi wa The Planet Media, sayari ya burudani, sayari ya habari. Aise bwana, mimi nikutakie kila la heri. Inshallah. Pole sana na majukumu. Asante sana. Inshallah naye nakutakia kila la heri. Mwenyezi Mungu atazidi kutuongoza. Asante sana. Karibu tena. Asante. Wapendwa watazamaji wa The Planet Media, kupata habari nyingine usisahau kubonyeza subscribe kwa habari nyingi tamu na noma.